Naitwa Gilead John Mtamu. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Migombani. Mtaa Migombani uko kata ya Segerea. Kata yetu ya Segerea ina mitaa minne, kwa Migombani ni sehemu ya mtaa uliopo katika kata ya Segerea. Kabla ya kuchaguliwa, kulikuwa kuna changamoto za hapa na pale kwenye mtaa wetu. Kikubwa ule umoja na mshikamano unaopelekea ushirikiano ulikuwa hauonekani, hauna nguvu sana. Sasa tulipoingia, tumejitahidi sana kuimarisha mahusiano na mshikamano, kwa sababu umoja ni nguvu. Sasa kupitia umoja huo ndio umetuwezesha kufanya mambo mbalimbali. Kwa mfano, swala la usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira tuliweza kushirikiana kuwa na vikao na mikutano mbalimbali na wananchi na wadau wa usafi, kutoa elimu, lakini pia kuhamasisha utendaji kazi wa mara kwa mara kusafisha maeneo yetu. Tumekuwa tukifuatilia utendaji kazi wa mkandarasi wa takataka wa kuzoa taka. Ana ratiba ya kuzoa takataka katika mitaa yetu. Tumekuwa tukisimamia apate ushirikiano. Kuna wananchi wanaanzisha utaratibu wao ambao sio mzuri, wanakusanya taka alafu wanawalipa vijana au wahuni ujira mdogo. Wahuni wanaenda kutupa barabarani au sehemu ambazo sio rasmi. Sasa sisi tukikukamata, ni lazima utafanya usafi maeneo ambayo ni machafu, hiyo ni adhabu yako, lakini pia lazima utalipa ada ya usafi ambayo mkandarasi anailipa. Adhabu hii inamhusu yule aliyekamatwa na takataka na yule anayemfuatia. Tumeongea na vijana wetu wanaofanya ulinzi shirikishi. Usiku wanapokutana na mtu amebeba taka, wamkamate. Wakisha mkamata, tunashughulika naye, na yeyote ambaye anaonekana ni mjuaji tunampeleka mamlaka ya juu kwa ajili ya kushughulika nao. Na hili limechangia watu sasa kuanza kutuelewa na kutoa ushirikiano kwa kutoa takataka kwa mkandarasi. Swala la ulinzi shirikishi, tunamshukuru Mungu, hali ya kiusalama inaboreka, ni nzuri, inaendelea kuwa vizuri, na hii kutokana na hayo mahusiano mazuri tulionayo wa kazi, watu kuwa tayari kujilinda na kuwa na vijana ambao tunawasimamia wanafanya kazi zao kwa uaminifu. Tunashukuru pia polisi kata wetu ambaye anatoa ushirikiano mkubwa sana. Tunafanya naye doria za mara kwa mara, na kwa kweli hata Jumapili iliyopita tulikuwa tuna kikao na wananchi. Tunafanya mikutano shina kwa shina kuendelea kuzungumzia swala la ulinzi na usalama. Hii inatusaidia sana. Na kwa habari ya ngedere katika eneo lako, hali ikoje mwenyekiti? Ya ngedere kweli, ukanda wote wa mto Msimbazi, kuanzia Saneni kule upandishe huku mtaa wa Segerea, mtaa wa Mogo, mtaa wa Karakata, kupandisha mpaka Kinyerezi, eneo hilo lina ngedere wengi sana ambao wamekuwa na changamoto za hapa na pale. Iko hivyo. Wananchi mnawasaidiaje sasa kupambana na hao ngedere, ama hawana uharibifu mwenyekiti? Ngedere wana changamoto za udokozi. Wamekuwa wakidokoa. Kwa mfano, mwenye genge ukijisahau kidogo unakuta ndizi hakuna. Lakini pia hata wale wenye maduka kama liko wazi, ngedere hawa wamekuwa wakichukua vitu. Sasa hizi tumeshatoa taarifa kwenye mamlaka za juu, tunasubiri utekelezaji. Tumeshalisemea mara nyingi kwamba hawa wanyama wamekuwa ni wengi sana, na unajua hivi vitu huwezi tu ukaibuka ukatoa kauli kwamba labda wananchi wapambane nao. Sisi kwa kweli tunasubiri, tumeshalisemea sana, kwa hiyo tunasubiri mamlaka husika kutupa mrejesho.